Kuna usiku ambao huandikwa kama mechi ya kawaida, unaandikwa kama kumbukumbu ya vizazi, kama aya zinazorudiwa tena na tena kwenye midomo ya watu. Usiku ule wa Hampden Park ulikuwa hivyo, si mchezo tu, bali tukio lililoonekana kama limepangwa kuingia kwenye historia kabla hata mpira haujaguswa. Kama inavyokumbushwa katika Quran sura ya 99 mstari wa 7 hadi wa 8, kwamba hata uzito wa chembe ya wema au ubaya hautapotea bila kuonekana. Ndivyo wakati mwingine sekunde ndogo za mchezo zinavyoweza kubeba uzito wa historia nzima. Scotland walikuwa wamebeba miaka 28 ya ukimya wa kombe la dunia, na usiku huo ulikuwa kama mlango mdogo uliosubiriwa ufunguke kwa muda mrefu sana. Halafu kama mlipuko wa ghafla unaovunja utulivu wa anga, dakika hiyo ilifika. Mpira ulipopaa hewani, Scott McTominay aliruka na muda ukasimama kama historia inayosubiri kuandikwa mstari wake wa mwisho. Overhead kick yake haikuwa tu goli, ilikuwa kama aya ya mwisho ya kitabu cha maumivu ya muda mrefu. Ikafungwa kwa nguvu ya sekunde moja. Mithali 16 mstari wa 9 ya Biblia inasema kwamba moyo wa mwanadamu hupanga njia yake, lakini Bwana huongoza hatua zake. Historia ya Scotland ilionekana kama kitu kilichopangwa muda mrefu kabla ya dakika hiyo. Goli lile likawa zaidi ya mchezo, likawa mwelekeo mpya wa taifa. Na kama inavyotokea kwenye nyakati ambazo hisia hushinda mantiki, ushindi huo haukuishia uwanjani. Watu walilia, wakakumbatiana, wengine wakasimama kimya kama hawajui walichokiona ni kweli au ndoto iliyotimia ghafla. Kwa sababu furaha kubwa mara nyingi huja kama mshtuko wa upendo unaoumiza kwa uzuri wake. Kisha ikatokea kitu cha pili cha ajabu zaidi. Goli lile halikubaki kwenye kumbukumbu ya mechi pekee. Likaingia kwenye historia ya taifa, likachorwa kwenye noti ya euro 20 ya benki ya Scotland. Picha ya sekunde chache ikageuka kuwa kitu kinachoshikika mkononi, pesa, kumbukumbu na alama ya taifa iliyoganda milele. Leo goli la McTominay sio tukio la mpira tena, ni aya ya historia iliyochongwa mara mbili, mara ya kwanza uwanjani na mara ya pili ndani ya moyo wa taifa zima. Na kama kumbukumbu zinavyobeba uzito wa milele, hii ni moja ya hadithi ambazo hazisomwi tu, zinahisiwa kila zinapokumbukwa.